Wakati mwingine unaogopa, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Ukamwambie wastahili sifa, wewe ndiye mwema na mwaminifu katika jina la Yesu. Wewe ni Alfa na Omega, twakuabudu Bwana, wastahili sifa. Mwambie Yesu ni Alfa na Omega kama Hallelujah.
anajihusisha na maisha yangu kila wakati. Hata lilo mbele yangu atalitatua kwa sababu ni mwema. Yeye ni mwema. Yesu somebody say hallelujah, come on. Hallelujah. Inua mikono yako ibada. Hallelujah. Hallelujah. Alafu kuna nguvu ya kutunza kile kinakuwa hai. Sasa kipengele A, mafuta matakatifu kutoka madhabahu humtoa mtu mahali alipo na kumpeleka mahali pengine. Sasa tuangalie kitabu mfano tu mmoja, tuangalie hapa. Kitabu cha Wafalme wa pili sura 9 mstari wa 3 mpaka wa kwanza mpaka wa 3. Wafalme wa pili sura 9 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tuko kwenye kujifunza, nataka ujifunze zaidi. Haleluya. Tena nisome anayesoma hapa. Wafalme wa pili sura ya kwanza. Ndio. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Wafalme wa pili sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Yes. Anasema Nabii Elisha, mtu wa madhabahuni. Ndio maana tunasema vifaa vitakatifu vinavyotoka kwenye madhabahu. Madhabahu ndiyo inayozaa mtakatifu anayesimama hapa. Yaani mwenye ndiye madhabahu, sina amri. Ndio maana nikipata majanga mazito nakuja hapa kwenye madhabahu ili iwekwe wakfu kwa ajili ya kuhudumia watu wote kuanzia mimi na wenzangu. Sio kwa maana sipati shida au sipati magumu, napata. Ila ninapopata magumu ninaenda mahali ambapo Mungu amepachagua kuweka macho yake pale ili aweze kujibu haja yangu na anipe uwezo wa kufungulia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisomea. Anasema ndio Nabii Elisha akamwita mmojawapo wa manabii wana wa manabii au walikuwa ni vitoto vya manabii. Kila mchungaji au kila nabii au kila mtume anazaa mitume. Ukienda kwenye nyumba ya kinabii, manabii wanazaa manabii. Ukienda kwa mitume, mitume wanazaa mitume. Sasa huyu alikuwa na vijana nao walea kwenye masuala ya nini? Ya unabii. Amina. Twende. Akamwambia jikaze viuno. Ukachukue chupa hii ya mafuta. Akasema chukua chupa, Israeli. Amen. Chukua chupa hii, nenda. Chukua chupa hii ya mafuta mkononi mwako. Ukaende Ramoth Gileadi. Sawa. Utakapofika huko mtafute Yehu. Hebu twende wote, sema utakapofika kule mtafute nani na kichupa chako cha mafuta. Huyu ni mwana wa manabii. Kuna jambo lilikuwepo ambalo lilikuwa kwenye taifa limekaa vibaya. Na Mungu anataka muinue mtu, lakini hawezi kuinuliwa mpaka amiminiwa kile kichupa cha mafuta kwa Roho wa Bwana. Haleluya.
Yehu mwana wa Yehoshafati. Sawa. Mwana wa Niti. Mwana wa Niti. Sawa. Ukaingie. Ukamtoe miongoni mwa ndugu zake. Ukachukua katika chumba cha ndani. Ngoja Bwana sikiliza. Akasema hivi, nenda kwa huyu kijana ukambague katika nyumba ya ndugu zake. Alikuwa na ndugu wengi, ila akambague huyu, alafu mpeleke kwenye chumba cha siri. Alafanya kisha ukatoa ile chupa ya mafuta. Ukayamimine juu ya kichwa chake. Ukamimine juu ya nini? Ya kichwa chake. Amen. Why katika kichwa chake? Kichwa cha mtu ni halmashauri kuu ya taifa inayoamua nini kwenye taifa lake alilonalo. Kuna taifa la watu 15 kwenye familia yenu, au mko 40 au mko 50. Sasa kichwa hiki huwa mpaka kiwekewe roho fulani. Angel alikuwa anashuhudia, anasemaje? Anasema nikasikia ndani mwangu nimtafute mtu. Ndio Mungu anafanya kazi. Amen. Inakuwa sauti ya Mungu mwenyewe. Yes. Kwa Mungu anasema na kila mtu elewe. Amen. Ila anakupa wazo, mwingine ndoto, mwingine maono, lakini ni lazima uwe katika madhabahu fulani ya Mungu mwenyewe inayoitwa kwa jina la Bwana. Madhabahu inayoitwa kwa jina la Bwana yote ni madhabahu ya Bwana. Usinabagua watu kwamba wale si wa Kristo, wale ni wa Kristo. Mahali linapotajwa jina la Bwana Yesu, yuko yeye mwenyewe. Hata kama wale watu wanaomtaja ni waovu kiasi gani, damu ya Yesu inawatakasa, wanang'aa, hawana hatia, wamefunguliwa kwa damu ya mwana kondoo, sio kwa matendo yao tu. Ndio maana alikutana jina la Yesu pale mahali pa heshima. Amina. Akasema sasa nenda kamtie mafuta ili awe mtu gani? Ukaseme Bwana asema hivi. Nimekuita. Jamani, nimekutia mafuta. Samahani. Maneno alikuwa anasema Bwana au alikuwa amesema Elisha? Bwana. Yeye amesema Bwana, lakini Elisha ndiye aliyemtuma. Nenda kamtafute kijana fulani, muwekee mafuta. Yes. Ila yeye hakwenda kama yeye kwa sababu Mungu anakaa kwenye kifaa fulani ili afanye. Amen. Mungu watu waende mlimani kwa muombe mwezi mzima. Nataka nisikie sauti yake. Utatoka tunasikia sauti ya ndege. Haleluya. Amen. Anasema, ndio maana akasema Bwana amekuchagua, si ndio? Amen. Ili uwe mfalme. Malizia maandiko. Anasema Bwana asema hivi. Ndio. Nimekutia mafuta. Uwe mfalme. Juu ya Israeli. Anatoka kuwa kabaila wa kawaida, zungukuku, anaenda kuwa mfalme kwa kumiminiwa mafuta. Amen. So kama umewahi tumia mafuta kama vile fashion fulani, ndio maana mwenyewe nimeacha mafuta ya kila mtu, nampa mtu active. Anataka kubadilishwa mfumo wa vile alivyo, aende kwenye mfumo mwingine. Yes. Mmoja kupigia Yesu makofi. Amen. Kwa hiyo mafuta yanawakilisha roho ya Mungu. Kitabu cha Luka, kitabu cha Luka 4:18 yanamwakilisha roho wa Mungu yule kwenye kitabu cha Mwanzo. Anasema roho wa Mungu akakaa katika maji, akaanza kusema na iwe. Twende Luka 4:18. Ndio, twende. Neno la Bwana linasema, linasemaje? Roho wa Bwana yu juu yako. Ndio maana unaona walipaka mafuta juu ya kichwa. Amen. Kubadilisha system. Umaskini au utajiri ni mfumo wa akili. Kwa hiyo Mungu anachokifanya huweka ule mfumo wa akili, anaufanya uwe mfumo wa kiungu. Alafu unaanza kufanya biashara kwa namna ya kimungu. Utakaa kwenye ndoa kwa namna ya kimungu. Utakuwa na marafiki kwa namna ya hekima ya Mungu aliyoweka ndani yako. Amen. Mtu mmoja ananielewa mahali hapa? Amina. Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Kwa wale mafuta akiweka anaanza kubadilisha mpaka usemi wako. Amen. Namna unavyosema. Yes. Namna unaweza kuandika CV yako unapoomba kazi mahali. Anaanza kukufundisha ndani, unaandika CV mahali, unaomba ajira mahali kwa kuongozwa kwenye akili, na ile ajira unaipata. Kwa sababu mechanism ya ubongo ina muunganiko na Mungu mwenyewe. Haleluya. Kwa maana amenitia mafuta kwa ubiri habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Kwa baada ya kutiwa mafuta ndipo akapata nguvu ya kutangaza uhuru wa watu wengine. Amina. Mzuri, tunapohoja maneno hivi wameweka mafuta. Amen. Maneno amen.
Ukiangalia kitabu changu hiki daftari langu, yani message yote nitakayoongea ibada nzima ni maandiko haya machache. Lakini nataka kuboja huko ndani ni yeye anakuwa anaongea kwa jina. Yes. Ina maandiko haya. Lakini haya maandiko machache nitaongea maneno yote na utaiona nguvu ya Mungu hapa. Amen. Kwa maneno hayo. Yes. Jana mbadilisha, kuna baadhi ya mambo katika familia yenu hutaweza kutoka mpaka kuna vitu vimefanywa na Mungu mwenyewe. Mpaka kuna ulinzi umepewa. Alo. Amen. Ndio maana haya mafuta ni dozi. Hii ni dozi kamili. Hebu soma amani maandiko kwenye hiki kitabu. Mithali 8:18. Mithali 8:18 fungu. Mithali 8:18. Haya ni kwa ajili ya vitu vinavyodumu. Tumetafuta tuanze kuweka wakfu nyumba zetu, biashara zetu, kazi zetu ziwe zinadumu. Uchumi wako uwe unadumu. Watu jamani, mko hapa, ukiweka tu kwenye akaunti yako 100,000, yani roho inaanza kuhangaika, nafsi inaanza kuhangaika mpaka ile 100,000 imeisha. Nini? Roho ya ulinzi wa mali. Mali zinawekewa ulinzi. Aliyetoa kafara ya kulinda mali za watakatifu ni damu ya Yesu msalabani, na ndani ya damu ya Yesu yalitoka maji, yalitoka mafuta, ilitoka damu, ilitoka jasho ndani yake kwa ajili ya kuleta ulinzi. Natamka ulinzi juu yako kwa jina la Yesu. Nisomee waandiko. Anasema Mithali 8:18. Utajiri na heshima. Utajiri na heshima. Twende wote twende. Utajiri na heshima ziko kwangu. Na utajiri udumuo na haki pia. Amen. Ulichonyimwa wewe ni uwezo wa kumiliki, kupata. Milango ishafunguka. Kwa nini mwelala na jana? Basi milango na jana. Maana milango ya kupata ipo, ila milango ya kutunza mali inayodumu na haki katika hiyo mali ndio hiyo. Amen. Kwa hiyo tunaweza kusema mtu, oh mama Omi, rejesha, fanya hivi, rejesha. Hatusikwambie rejesha nini? Maana yake ule uwezo wa kupata kitu kikatunzika. Hata mchumba umepata wengi. Kwa mpata wachumba wangapi wale? Mpaka mwenye anajishikilia sema anagundwa, hauna gundu, hauna upako wa kutunza. Amen. Piga picha wanaume uliotembea nao, na wewe mwanaume piga picha wanawake uliotembea nao. Unajaribu huyu, unaona ni gumashi, si gumashi. Kuna anointing special hauna, ambayo inakamata kitu kukishikilia kwako. Yes. Sikiliza nikwambie. Ukishaona wewe ni mwanamke na ukishaona wewe ni mwanaume, unalia kwa ajili ya mapenzi kila siku wewe, wallahi kuna tatizo. Wallahi inakuwa pia kuna shida. Yaani kuna mapenzi fulani hivi, kusema mapenzi fulani. Ukilala kwenye kitanda kila mpaka umemwona unampenda. Halafu ukitembea njiani mpaka unajikwaa hivi. Umeelewa vizuri? Unatembea kidogo kasimu mara basi. Yaani kuna mara chache njiani hivi. Anachapa na basi. Mpaka magari haoni. Lakini baada ya miezi miwili kuna kitu kinaanza kuleta shida. Nini? Hauna upako unaoshika. Amen. Hauna upako unaovuta. Yes. Hauna upako unaotamanisha. Yes. Hauna upako, natamka upako kwa jina la Yesu. Maana kakuinua kwa jina la Yesu. Halo. Amen. Msichana ambaye ana upako unaoshika. Wanaume huwa walali nyumbani ndugu yangu. Anatoka kwenye kashimo kadogo kama haka, mnashangaa huyu brother alitokaje hapa? Anaenda kwa switi wake kama hapa. Amina. Binti ana upako wa kuvuta. Ana neema ya kuvuta. Haleluya. Amen. Na kijana ambaye ana upako wa kudumisha jambo, haleluya, amina, ni mtumwa wa binti anayempenda kila wakati. Na maandiko yanathibitisha mwanamume na ampende na mwanamke na atie. Lakini nyinyi kwenu sikizi tofauti. Wanawake wanaohangaikia mapenzi, anapalilia sivyo mpaka mnafundiana na elimu. Si inabidi unapoongea na mtu wako usiruke ufanye hivi. Mnafundisha mambo ya uongo. Amna, kuna kitu kimetoka. Nataka niseme kwa jina la Yesu, hicho kitu leo kianze kurudi katika uso wako. Kuna kitu kimetoka. Yes. Mara swika unapoongea na mpenzi wako, weka macho vizuri. Amna cha macho vizuri. Amina. Unaweza kaa unadeka kwa kwenda mbele na jitu tumwa na wewe kila wakati.
kila wakati baby, kila wakati niko nyumbani kwa sababu na upako. Amen. Haleluya. Inua mikono yako, sema nimebarikiwa. Nimebarikiwa. Sema nimebarikiwa. Nimebarikiwa. Mimi ni mvuto wa wewe. Mvuto wa wewe. Pigia makofi mengi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana, unashangaa kuna msichana mmoja sawa, akitembea kama anaenda nyuma au kama na yani haieleweki. Yes. Lakini gari anayotembelea, biashara alionayo, jinsi mwanaume wake alivyo na adabu na heshima, kwa sababu ana ule upako na ambaye kutokupendeza na vunja laana ya mabaya juu yako kwa jina la Yesu. Amina. Msichana haeleweki, yani kiuno chake kinatembea kama anafanya hivi. Lakini kuna mtu halali ana upako wa kumiliki na kudumisha. Are we together, man? Mwambie jina lako Kisukuma. Mwambie ayuje. Upako wa kuvuta. Kuna sura kama vile ya ile jiongoni. Jiongoni inatembea miguu mingine inatembea, lakini jiongoni kama unavuta. Lina rangi fulani nyeusi, mafuta inang'aa, ina jiongoni. Hata macho yake hayaonekani. Wewe mwanangu unashangaa umepiga makeup za kutosha mwanangu. Yaani makeup za mpaka shilingi 50 unazo. Lakini kuna kitu fulani kinakufungua ubongo. Nataka nikwambie kuanzia leo, kama ni msichana atasumbuka mwanaume, sio wewe. Kama ni mwanaume utasumbuka kwa ajili ya mapenzi. Ndio Mungu anavyosema. Amina. Baada ya kubembeleza ni ya wanaume. Ni mnaosema siku hizi mbembeleze mume wako wetu. Mnibembeleze nini? Mwambie yani watu hizi rafu mashine zimetoka kwenye vumbi hizi. Anayebembeleza muda wote mwanamke, mwanaume. Ni vijana wadogo. Ukioa siku nyingine fua nguo, pika. Yes. Mwambie kati mtoto wako. Wewe ni maua yangu kaa. Leo napika mwenyewe. Yes. Haleluya. Leo napika mwenyewe. Halo. Ukiwa na upako, kuna mtu atalala usingizi na kuingia. Yaani hata hela akipata zitamuasha. Wewe unaomba hela kwamba naomba unipe na hela kidogo. Ila wenzio wenye upako, mwanaume anayepata shida, hivi limpe zawadi gani? Avae kiatu gani? Nimtoe out gani? Atumie makeup gani? Atumie perfume gani? Hawapo, kwa sababu ile power ya mwanamke inaingia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa una nguvu ya upako unaomvuta kutoka kwa yule, jamani, ukipata mke ni mali, si ndio? Lazima idumu. Ukipata mume ni mali, lazima idumu. Unaanza mchakato wa maisha wa kutafuta pesa, lazima zidumu. Wangapi mnanielewa vizuri? Amina. Tuko pamoja na mimi? Ukipata kazi lazima idumu na lazima ikue kiwango hata. Haleluya. Utasikia nikisema hicho kipengele sio namponya mtu gani sijajua. Utakuta kuna baba. Juskati hapa nilikuwa niko sokoni pale. Nimeenda kutembea kidogo. Nikamkuta baba mmoja amepaki gari pale. Kuna duka lile pale hivi. Na ngeka mwanangu mambo fulani ya familia. Nikakuta kuna jamaa mmoja namfahamu kidogo, ni rafiki yangu mmoja kwa goti. Nikamkuta amekaa, yani amepoa, yuko kwenye hali ya mpya kabisa, ila mle ndani ana vinywaji havipandi, ana vitu havikamia. Ndugu yangu, nini tatizo? Mbona kama vile unauma? Akasema Anita. Nani? Anita ni mke wake. Nani? Nikasema Anita huyo safi sana, ni muombee zaidi. Amekuchiti? Hapana. Nini? Si ile wanakuwa nanona. Nikasema wewe umepungua, unataka kubembelezwa wewe. Sasa hivi usio wale watoto wa mwisho aliyezaliwa wa mwisho. Watoto wa mwisho wanadeka sana. Wewe mwanaume utakubembelezwa, wewe ni rough machine class.
Asubuhi wanadai hela ya msosi, mchana wanadai hela ya msosi, jioni wanadai hela ya msosi. Baada ya vitu vyote wanakwambia unabidi unisemeshe kuanzia saa 5 mpaka saa 9 unaongea. Umechoka, lakini lazima uongee. Alizike anataka kulizika, ndio ukiona amelala ndio unaanza kulala. Sio nimechoka nani una upako wa kumiliki, utamiliki huyo mtu. Amina. Umeelewa? Mama kweli wapi? Iwe mwenye kutoa out. Wanaweza sasa. Baba, mwenye kutoa out mama. Wewe. Wanaweza sasa. Tena wakati nikaja mzito. Toa out. Toa out. Achana hawa na machawa wapambane nyumbani. Amen. Mfanye awe mama anayetoa unabii kwa watoto wake. Mama, baba yenu ni mtu mwema, amejaa mapenzi ya kweli, amejaa upako. Watoto wangu mtafanikiwa, watoto wangu mtafika mbali. Aseme hivyo mwanamke, sio aseme najuta. Amen. Na huyu walichukua mafuta wawamiminie watu wawe na mvuto na wavute vitu vya kudumisha. Halo. Yaani hata kama wewe, sikiliza, mwambie jirani yako, mwambie sura yangu mbaya haiendani na huko ndani kwenye moyo. Yaani Mercedes anayotaka yule mrembo na yule ambaye anakuwa anafanya hivi, moyo wako unataka hivyo hivyo. Nafsi zinafanana. Amen. Nafsi zinafanana. Ndio mama. Wamama kama wanakoga na muda mwingi wako peke yao. Peke yao. Haleluya. Hana mtu wa kumwambia sweetheart, twende mama sokoni. Labda bahati mbaya mume wake hayupo, au mume wake ameshachoka sana, ni mtu mzima sana. Hakuna mtoto anasema mama pendeza, akampiga wigi la kutosha. Akamwambia mama, nataka kupiga kimchuchumio kidogo cha hali ya juu kidogo. Jaribu mama. Leta kodi taxi hata kama hatuna maisha. Mara 2 kwa mwaka tu. Huyu bibi hafi mapema. Wanakufa mapema kwa sababu watu wanafikiri familia yao ilivyo, hali ya kupenda ndani haipo. Nenda kamguse mume wake uone wivu alionao kwamba nafsi hii hai mpaka sasa. Amen. Ndio maana wazee ambao wana upako wa kupata ndoa, wa kupata mali, wa kupata chochote kinachodumu, unaona wanadumu na wanawake zao mpaka wazee. Jamani, mimi kuna watu nawapenda sana. Wale niwatolea mfano. Najua watoto wangu wanafanya vizuri. Mama usimama tukusemea na wewe. Maana tunasema kama mtu akiondoka duniani ndio tunasema. Mimi hao wazee nimewafanyia uchunguzi bila wao kujua. Ila watu nimegundua yeye na mume wake ni bonge la marafiki. Ni marafiki hao watu mpaka unaogopa jinsi walivyo. Mwezi kamili. Msipochukua hiyo kina yeye sijui. Nimegundua yule mzee ni mtu akikaa na kijana atakuongeleshia kwa namna yao. Yaani nataka kujibague, ujue ni mtu siyefaa. Na kuna watu wanataka kubagua wenzao kwa sababu wote ni makengeza. Hatuendani. Ni kweli. Haleluya. Mpaka kale kawini. Alima bahati mkubwa anasemaje? Kati ya wanawake wengi niliowaona. Umezidi? Hata kama na kitu kimekaa hivi, umewazidi wote. Kwa nini umewazidi? Anabeba vitu vingi. Wanawake yao ndio wanabeba aibu zetu nyingi kuliko. Nazungumzia aliyemiminiwa mafuta ya upako wa kutunza. Soma hilo neno tena. Utajiri na heshima. Utajiri na heshima ziko kwangu. Twende taratibu. Kumbe heshima nayo ni aina ya utajiri. Usipoheshimu utajiri. Usipoheshimu.
Usipoheshimiwa wewe sio bosi wako, usipoheshimiwa wewe sio lazima ukienda kazini bosi unaona anashikishia na kutazama la kaka. Hapo unaona macho yake alikuwa analegea kwenye huyu sasa hapana dawa. Unanipata vizuri? Hata baba tu, baba yote aliyempata mtoto ambaye ana nyota ya ukubwa ana break fulani, kwa sababu ya aina mtoto aliyemzaa ni mtoto mwenye utajiri unaodumu na haki inayotoka kwa Bwana. Wazazi wanakuwa na break fulani, hawafunguki moja kwa moja. Ukijasikia wewe mbwa, wewe kuku, wewe kimbia kanisani, wai mapema tukupake mafuta matakatifu, wewe au maneno sio yenyewe. Asante. Vipi? Uko sawa? Mmoja nataka nitafute mpira wa upako, kusema mpira wa upako. Hapo tutacheza mpira wa upako. Sasa watapinduka watu wote. Nataka niwaambie Roho Mtakatifu anafanya vitu vya ajabu. Kuambukiza kitu kwenye kitu kikafanya vitu vya ajabu. Yaani usiku utashangaa. Unamrushia mtu mpira anaenda nao. Nimeweka pale mafuta kutokomeza nguvu za giza. Yako tofauti kwa matatu ya kutokomeza nguvu za giza. Kwa nini kuna mambo hayaendi kwenye maisha yako? Kwa sababu kuna watu wanakushikisha vitu wewe bila kujua vinavyopoteza vitu vyako. Hautaki kuniamini? Hebu kanita yale mafuta nione, niangalie neno la kitabu cha Mika 5:12. Kuna watu wanakushikisha wewe vitu bila kujua. Na ana mwaya mkaga amechanja, usinyoshe mkono. Usinyoshe mkono. Usinyoshe. Unaweza ukashangaa siku moja umeamka umechanjwa mahali, sawa? Wale watu walikuchanja, kuna kitu walikuwa wanaweka wakushikishe kwenye mikono yako kusudi mambo yote. Nimesema nataka kitu kimoja, mtaka vipi? Bwana leo uko roho. Nitafanya pamoja. Afu hiyo tu yeye kazi. Nitafute vingine bisa tofauti ya kuponya. 5:12 angalia. Nani? Nani ambaye yote yuko shuleni? Manake wakati unasoma shule kuna vitu walikuwa wanavizuia kwako visuri vikubwa. Kuna watu kwa tu watazao, unajua huyu hapo asingi mharibu huyu angekuwa viwango vya mbali, angekuwa na sisi. Wanakushikisha mikono. Soma hilo hapo. Nami nitakatilia mbali uchawi. Hebu sema nami nitakatilia mbali nini? Uchawi. Twende utasema nami nitakatilia mbali uchawi. Usiwe mikononi mwako. Kuna vitu nashikishwa wewe ili mambo yaharibikiwe mikononi mwako. Vimewekwa alama katika mikono. Ni mnacheka nini? Ni watimue. Unashangaa unapata kitu kizuri, unaweka kwenye account ndani ya miezi miwili imeisha. Unapata mchumba, unafurahi mwezi mmoja, baada hapo ni wewe unajikomba tu. Nani akwambia mtu wa kujikomba? Na vunja roho ya kujikomba kwa wanaume, nikataa kwa jina la Yesu, wajikombe wao. Wewe ndio uliyemfuata, sasa kufuata mwenyewe. Inakueje lugha ibadilike? Tunakataa hivi vitu. Katika kanisa. Nini wanakushikisha alama? Mungu anasema nitakatia mbali uchawi usiwepo ni mikononi mwako. Anazungumza na Waisraeli watu wake kwamba ni kwenye mikono yao kuna mambo yanaharibika, kwa sababu kuna watu wamewachora tatu wasizojua kwenye mikono yao. Amen. Wanataka kachora kwenye nyumba. Hivi mwae kuta kwenye nyumba kuna mahali wamechora kitu ukielewa. Au mpasua hivi. Hivyo ulivyo. Sio mpango wa Mungu wewe kama ulivyo. Nakwambia ule kweli. Sio mpango wa Mungu. Nilikuwa namtambia pastor yetu hapa anipe hesabu ya chini ya matumizi kwa mwaka.
niko kama nafanya utani, lakini nataka niwaambie, kama Mungu anayekulisha anaweza kukupa hiyo balance ukaipata, vipi ile hela inayotunzika? Kwa nini kwa shida ile hela kutunzwa ikae kwenye account kwamba hiyo sina mpango nayo? Haleluya, sina mpango nayo, pesa ipo. Ada ya watoto inapatikana, chakula kinapatikana, ukiumwa pesa inapatikana. Hela kwenye account inayozuia isiwepo ni kitu gani? Mwambie mwezo, kwani ni kitu gani? Shida ni nini? Shida ni nini? Sunifa, shida ni nini? Ngoja, hela nguo unayo, ila hela kwenye account, shida ni nini? Hebu tuna discussion kidogo, watu wa Mungu. Sio kama unafikiria na unafikiria sielewi. Shida ni nini? Shida ni nini? Mwisho wa mwaka nikisema kuna hela shilingi ngapi kwenye account? Unasikia na shilingi 10,500. Tamani nichukue kodi kinawili. Sio nifanyeje? Lakini watanishtaki. Watanishtaki. Ile pesa ya kutunza. Hebu sema kwa jina la Yesu aliye hai. Mchana wa leo sema nikiwa nimekasirika. Mchana wa leo nikiwa nimekasirika, nasimama kwa jina la Bwana kuvunja ile madhabahu inayozuia upako wa kutunza fedha na mali kwa jina la Yesu. Ile nguvu ya uharibifu inayozuia uwezo wa kutunza fedha katika maisha yangu, nakataa ile mamlaka. Hebu kila mtu nenda omba, sema nakataa ile nguvu inazuia wewe usilete pesa. Shida ni nini? Nataka ukasirike, uombe. Omba kwa jina la Yesu aliye hai. Vunja ile ngome inayokutenga kati ya wewe na benki, inayokutenga kati ya wewe na uchumi, inayokutenga wewe kati ya wewe na fursa mbalimbali. Haribu kwa jina la Yesu. Watu mnaohudumia watu wasitoke watu nje, sema navunja ile nguvu inayozuia mimi kutokuwa na pesa kwenye account au kwenye kibubu. Naomba unaomba na polio ya ugonjwa hayo kwa jina la Yesu aliye hai. Kataa. Inua sauti yako, sema nakataa kufungwa account yako, kufungwa ile account. Yule pepo tawanya pesa, sema yule pepo anatawanya uchumi wako. Mchana wa leo namshambulia anayetawanya uchumi wa familia. Leo namshambulia, awe ni ugonjwa. Leo namshambulia, awe ni mauti. Leo namshambulia, awe ni matatizo ya ndugu zangu. Leo namshambulia. Shambulia hiyo pepo chafu. Inakataa wewe usitunze pesa, inakataa usitunze pesa kwa jina la Yesu aliye hai. Vunja hiyo mamlaka, vunja hiyo nguvu, vunja huo utawala, vunja hiyo mamlaka ya giza kwa jina la Yesu aliye hai. Na pangua ile mamlaka ya uharibifu, na vunja ile nguvu. Kila mtu inua sauti yako, shika mikono yako namna hii, sema ewe mikono yangu hautapoteza fedha. Ishikamanishe, anza kuombea mikono. Sitapoteza chochote kuanzia leo. Chochote Bwana atakachonipa hakitapotea kwenye mkono huu, iwe ni fedha, iwe ni ndoa, iwe ni mchumba, iwe ni chochote. Sema nakataa kupoteza vitu, nakataa kupoteza mali, nakataa kupoteza watoto, nakataa kupoteza marafiki, nakataa kupoteza mchumba, nakataa kupoteza kazi, nakataa kupoteza fursa yote ambayo inapotea. Leo natangaza kwa jina la Yesu, fursa yangu leo haitapotea. Yule jini wa kupoteza, sema nashambulia kwa jina la Yesu aliye hai. Mtu wa Mungu, omba hapo ulipo, kataa kwa damu ya Yesu aliye hai. Ngoja ngoja pasa fenge dakika 5 kabla tujatabiri. Inachopoteza ile nguvu ya kupoteza. Bwana Yesu asifiwe. Huo uzito unaona unakulemea, unakuwa mzito, jua kuna kitu kinakuzuia kwenye ulimwengu wa roho. Hebu fungua roho yako, omba kwa hasira. Amen. Hebu sema kwa jina la Yesu, kila roho inayonikataza nisitunze fedha kwenye akaunti au
inayokamata fikra zangu, moyo wangu, mikono yangu. Sema leo, pasuka, pasuka kwa jina la Yesu. Iwe ni hirizi, iwe nazi, viwe vibuyu, viwe vyungu vya wachawi, viachie mikono yangu, viachie akili yangu ya utajiri kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema naachilia upako kwenye mikono yangu, roho yoyote ya kutokumiliki vitu vikubwa. Sema pasuka, pasuka kwa jina la Yesu. Omba kwa ujasiri, omba kwa ujasiri, omba kama unaona wasiwasi, funga macho yako, ombe. Sema mimi namiliki fedha, utajiri na fedha zote ni za Bwana, lakini mimi ni mlisi wa hizo fedha, mimi ni mlisi wa utajiri. Kama fedha ya Tanzania ni haki yangu, basi itapitia kwangu kati ya watu matajiri, na mimi nimo. Nakataa kuwa maskini, nakataa kuwa duni, nakataa kuwa hivi nilivyo kwa jina la Yesu. Nakemea mapepo ya umasikini juu ya familia yangu, tunazikamata, tunaziangusha chini ya miguu yetu. Zile roho za umasikini kwangu nazikemea kwa jina la Yesu. Paza sauti yako mwana Mungu, sema roho za umasikini juu ya maisha yangu, kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, sema nazikemea. Mikono yangu naitoa kwenye laana, mikono yangu naitenganisha na umasikini. Kuanzia leo, fedha ya Tanzania ni haki yangu, haitakimbia mikononi mwangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya umasikini iliyoachiliwa kupitia kiumbe chochote, kwa njia ya ndoto, kwa njia ya kukamata kitu, sema haribika, haribika, haribika kwa jina la Yesu. Ule upako, ule upako wa utajiri leo na uhitaji. Kinga mikono yako, sema Roho Mtakatifu, mimi ni tajiri, sikuumbwa kuja kutawaliwa na umasikini. Inua mikono yako juu mwana wa Mungu. Wale malaika wanaohusika na umeoko hapa saizi, sema kuanzia muda huu, kila roho za umasikini vunjika, vunjika, vunjika kwa jina la Yesu. Roho ya umasikini toka, toka kwangu, toka kwenye ukoo, toka kwenye familia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema toka, toka. Roho za umasikini zipo kwenye ukoo, zipo kwenye familia, ziko kwangu. Sema toka, sema toka, sema toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mapepo yanayosimamia lango la umasikini, sema leo nakamata hayo mapepo, yawake moto, yawake moto, yawake moto. Sema teketea, 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 teketea kwa moto wa Mtakatifu, kwa moto wa Mtakatifu. Kila roho za umasikini kwangu, sema vuka, toka mbele yangu, toka mbele yangu, toka mbele yangu, toka mbele yangu. Mapepo ya umasikini juu ya familia, juu ya ukoo, kwenye ofisi na wafanyia kazi, sema toka, 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 toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Shika kipaji cha uso wako, sema kila alama, toa sauti yako, sema kila alama iliyoandikiwa kwenye kipaji cha uso kwamba mimi ni maskini, leo alama ya umasikini naifuta, naifuta, naifuta. Jitaje jina lako, sema mimi fulani najitenga na kila alama za umasikini kwenye familia yangu. Nakataa ile roho ya kupoteza fedha kwenye familia kwa jina la Yesu. Wale malaika wanaohusika na utajiri, wanaohusika na uchumi mkubwa, leo kila alama nimewekewa kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maandishi, ile alama ya kichawi niliyowekewa kwenye kipaji cha uso, sema ng'oka, ng'oka, ng'oka. Haya, ng'oa mwenyewe, ng'oa hiyo alama. Kama uliokewa wachawi, hawa washirikina watakuwa wamechangamka, changamka. Kila aliyokuwekea alama kwamba utakufa masikini, hautakufa masikini wewe, na kutenganisha mchana wa leo na kila roho ya masikini. Msibani, usitoke, usitoke. Kuna watu ambao wanaota huko msibani, nataka nishughulikie hiyo.
Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, muda huu ukaniguse mwenyewe. Nilikuwa nashughulikia nguvu za uharibifu, lakini sasa niguse kwa roho wako, niguse kwa nguvu zako, niguse kwa mamlaka yako, katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Shusha tu mikono yako, shusha tu mikono yako. Nataka nishughulikie mtoto ambaye wiki hii nimeona wachawi wakitaka kumuua. Nataka nishughulike naye. Huyo mwachie. Huyo ambaye nimeona wanakula moyo wake. Nimeona watu wakichukua moyo wake na kukula. Na kuna aina ya nyoka ambaye kapewa hiyo mamlaka. Ukasema mai kama kwa hiyo kaisema tu kidogo kwa muda. Nikaona moyo wake unaliwa na nyoka. Ndio anayekula ule moyo. Haleluya. Hebu watu wa Mungu tukamsaidie huyu mtu. Wangapi wanataka aweze kuishi? Kama mnataka aishi, sema tunaita uhai wake. Namba 7, twende. Uhai wake tunaita. Mara ya kwanza, mara ya pili, sema uhai wake tunaita. Na ule moyo wake ambao nyoka ameubeba ili aharibu, leo tunamharibu huyo nyoka. Leo tunamharibu huyo nyoka. Aya, nenda karudishe moyo wa huyo. Yes, in Jesus name. Watu wenye nyota kubwa. Naona kuna mtu mwingine hapa ana nyota kubwa. Huyu hapa. Nileteni. Ila tangaza sema maisha yake asifike mbali. Imani kuna yako nini kuna. Baba kwa tumesori hai. Yule naye tafuta hii nyota ili aitumie. Come on out. Toka. Acha miguu. Natuma moto uende kule ulikotoka. Kama uko na kazini kwako, na kamata ule mfumo unaokuzuia, unalipuka. Kanisa pia kinasema unalipuka. Ule mfumo unalipuka kwa jina la Yesu aliye hai. Ule mfumo unaomzuia, mfumo wa hofu, mashaka, unalipuka sahi kwa jina la Yesu. Nafungua miguu hii in Jesus name. Ninatamka kwa nguvu nayo, anayekutafuta sirini na mlipua kwa moto, na mlipua huyo, nalipua madawa yake, nalipua hatima mbovu, nalipua mikosi, nalipua laana, nalipua mitego, nalipua vizuizi, nalipua kilichoandikwa juu yako, roho ya kuonewa, roho ya kuumizwa, nalipua kuumizwa. Wewe jini wa kuumizwa moyo, jini wa kuumizwa moyo, unanisikia? Jini wa kuchakaza moyo wake, anaonekana kwa nje yuko sawa, lakini moyo wake umeuchakaza. Napiga kwa jina la Yesu, napiga kinacholiza moyo. Wewe unayemliza kwenye moyo ni mtu, unanisikia? Nalipua kinacholiza moyo, nalipua kinachoumiza moyo. Kila uchungu toka, uchungu kimbia, uchungu kimbia, bango la uchungu teremka, bango la uchungu naliangamiza. Hilo bango ndio mara ya kwanza linaenda, bango hilo, bango la uchungu, na walioandaa maisha yako ya machungu, nalipua ule uchungu zote. Usitoke, nataka nikupake mafuta. Stop. Uchungu uliowekewa kanisa, tumuombee. Mtu ni jasiri usoni, lakini roho yake naona imechakazwa. Ombea roho yake. Ni mtu anayejikaza tu sana, baki moyo wake. Tamka amani ya Kristo, tamka amani ya Kristo. Anasema mahali hapa nitawapa amani, mahali hapa nitawapa amani. Ukaanza kupokea moyo wa kicheko, machozi yako yao ya furaha kutoka leo. Wingu la Mungu naliachilia la amani. Amesema nitaituma amani, na hiyo amani itawafuatia.
kidogo, tusogee kidogo, hilo kundi. Yesu anabariki. Wewe mbona akili yako leo haipo? Vipi? Akatoto bado kadogo, hakajui hata vitu vyote kama akaelewa. Yes. Tuneni correct. Hawa katikati. Kameramani kwa makini na hiyo kamera inaweza ikakimbizwa hapa. Maana Roho Mtakatifu anaposhuka mahali anakujaga mwenyewe na vitu vyake. Sasa kuna mabango nayaona hapa kwa baadhi ya watu, sio wote. Wengine wamesimama kwa sababu mpo hapo. Kuna mabango nayo yaona anaosema hamtafika mahali. Sawa, mnaweza kufanya chochote cha kuanza. Lakini unaona kuna mabango yanatembea kwa watu kwamba hawatafika mahali. Hallelujah, music. Uwe tayari. Nisema tayari wa mkono. Baba anahesabu mara saba. Yeyote aliyezulumiwa chochote, saa hii ninapohesabu mara saba, mbingu na malaika saba washuke kutoa hukumu juu ya chochote kiko ndani ya mtu mahali hapa. Yeyote mwenye alama yoyote iliyobeba madhara, ninahesabu sasa. Roho Bwana shuke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ongea nguvu hapa katikati. Usizuie, kuna kitu malaika Bwana anapita hapa. Anasaidia miguu ya mtu iliyofungwa, miguu ya mtu iliyofungwa, mikono ya mtu iliyofungwa, tumbo la mtu iliyofungwa, kichwa cha mtu kilichofungwa. Mikono fungu la kukosa. Wewe pepo, fungu la kukosa. Chini, fungu la kukosa. Unanisikia maneno haya? Anza kuyeyuka. Umekaa kwenye damu, umekaa kwenye moyo, umekaa kwenye nafsi, umekaa kwenye kichwa. Fungu la kukosa, fungu la kifo, fungu la mauti, fungu la giza, fungu la laana. Nakata hilo fundo wote, fundo la kitawi, fundo la mganga, fundo umefungwa na mganga, fundo hilo la babu yako, bibi, shangazi, fundo 1, 2, 3, fundo toka, fundo la kutokumaliza kazi, fundo la kutokumaliza mahusiano, fundo nasema nalo linapasuka, fundo la magonjwa, fundo la kifo, fundo la kuachwa, fundo la kuumizwa. Na achilia moto, achia mikono, achia tumbo, achia mikono, achia tumbo, achia sura ya mtu, sura iliyoibiwa, sura iliyopotezwa, sura inayonyemelewa kupotea kwenye kazi, kupotea kwenye ndoa, kupotea kwenye mahusiano, kupotea kwa uchumi, kupotea kwa kazi, kupotea kwa nyota. Natuma moto, naachilia moto. Mikono inatairiwa. Kama wewe ni milionea, mikono yako inatairiwa leo. Aliyeshika mikono, usiwe milionea, unatairiwa by force, unatairiwa mbingu. Malaika unaona leo wanafungua kila mtu, unatairiwa mikono. Unapomaanisha ndipo unafunguliwa. Usimenteni ukawa na mapepo. Nasema hiyo mikono, huyo binti mwachie haraka. Achia mikono hiyo. Mliofunga. Huyo alimpa mtu pesa asiyekuwa sahihi. Na akora maelewe mleteni hapa. Alimpa pesa mtu asiyekuwa sahihi, leteni. Satamaunda rabasi. Huyo aliyechukua pesa akaenda kwa mganga akakusomea dua. Achia mikono na kuamuru. Unaichezea mikono hii, mtoto huyu utamchezea na kulipua kwa moto na kupiga. Ulisaidiwa na ukaenda kwa mganga ufunge maisha yake,
na kukamata, unapasuka kama moto, unapigwa popote ulipo. Achia mikono yake, hatakuwa maskini. Umesema atoke kazini, nyoka wewe na kulipua, umelaaniwa nyoka wa kuzimu, unapigwa na kulipuka, au utakaa humu ndani kwa jina la Yesu aliye hai. Achia nyota, achia nyota ya ndoa, nyota ya ndoa, achia nyota ya ndoa, nyota ya ndoa, achia shetani, nyota ya ndoa, nyota ya ndoa. Na uwe yule mchawi, na uwe yule mganga, achia jina la huyo. Unamrudisha nyuma kila wakati, unamtoa kwenye wokovu, unamkataza kanisani ili umfunge na kupiga. Haya, pigwa sura yako, pigwa mdomo wako. Wewe mchawi, mdomo wako mchafu na nuka, pigwa kwa jina la Yesu aliye hai. Achia wana wa Mungu wabarikiwe. Amekuja na huyu mama yake ongeleni kwa kukimbiza hii nyota huko iliko. Huyu mtoto ana nyota ya kutisha sana, anasoma. My God, my Jesus, why? Watu wangu mngenisikia nikisema John chuo ilo mkono wako kwa hasira ya Bwana. Sema tunaruhusu mlipuko mkubwa. Amebeba nyota ya mikono yako, tunamkamata, tunambamiza chini, tunambamiza chini. Achia pili, achia pili, achia nyota kupata utajiri, 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 utajiri. Tunaweka mikononi mwake. Wewe chini mufilisi, jini wa kufilisi, paralyze, 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 paralyze. Ende mafuta. Hebu nishikeni mikono ifike kwako. Mwacheni sasa, wanafunguliwa. Ende mikono yako. Maandiko yanasema mimi ni Mungu nikuponyaye. Mimi ni Mungu nikuponyaye. Na mimi ndiye nikupate nguvu za kupata utajiri ya uponyaji na baraka. Kwa mafuta akatolewa kule kwenye umaskini, akatolewa kwenye magonjwa, na watoto wenye akili njema wakastawi katika jina la Yesu aliye hai. Barikiwa sana. Barikiwa na uzidi na uongezeke na ustawi kwa jina la Yesu. Funguka wewe kijana pale ulipo, nafungua miguu yako, mikono yako, mke wako, kama ni mume, funguka, funguka, funguka kijana, na kufuata katika anga mbali, katika ulimwengu wa roho. Funguka, 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 funguka kwa Yesu. Funguka wewe kijana, funguka, sema funguka. Funguka wewe kijana, sema wewe funguka, funguka, funguka. Yule kijana anafunguka, mguse kwenye kitovu hapo, mtu mzima. Wewe binti, mtu mmoja kimbia hapo kwenye kitovu, nafungua yule kijana, nafungua na kata ule connection ya umaskini, connection ya giza, ya magonjwa, ya mauti, ile connection kwa yule kijana popote alipo, yeye na ndoa yake, yeye na watoto wake, namfungua
Mama, hautakufa mpaka umeona baraka za watoto wako wote. Sasa roho na hofu, madhabahu ya hofu ipige kwenye maombi. Ukishinda hofu, ubongo wako umefunuliwa na ugonjwa. Una uwezo mkubwa sana kwenye akili zako, ila kuna signo zinaingia moyoni tu kupinga ubongo unachotaka. Ndio kuna tumwombea moyoni. Mungu anamwambia Joshua, uwe na moyo mkuu na moyo wa ushujaa. Na achilia ule moyo mkuu na moyo wa ushujaa. Moyo mdogo ondoka, moyo mdogo, moyo wa hofu, moyo wa magonjwa, moyo wa mashaka na uondoshe katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Nataka kuyachukua kwa sadaka hiyo, na mimi nitaona mafuta gani niweze kukupa. Haleluya. Yawezekana ukawa unapitia magonjwa, kumbe kinachopambana na wewe ni nyota tu. Bwana asifiwe sana. Matatizo yanasababishwa na vitu vingi sana. Mapambano ya vitu vingi. Wengine anapata matatizo kwa sababu aina ya akakikuwa na ndoa fulani. Maana katikati ya ndoa fulani ndipo Mungu huletaga baraka. Haleluya. Naomba wale mafuta mtampa mtu kulingana na vile nasikia ndani yangu. Tabeni maelekezo kufanya. Mafuta ya uchumi tu. Yaani vita zote ni wewe, aina ya utajiri utakuwa nayo. Haleluya. Naomba sasa nisaidia. Tuko ngani? Wapi? Katika safari la agano sanduku la sadaka katika jina la Yesu, na nimeweka wakusaji kwa nguvu zako na kwa baraka katika jina la Yesu. Amen. Njoo watoto waanze kutoa sadaka. Twende kwa haraka studio music. Aya, wakimaliza watoto twende wakubwa. Twende watu wazima. Anza upande huu. Asante.